Muda huu ndugu waandishi, karibuni sana kwenye mkutano wetu wa waandishi wa habari hapa New Amani Complex Zanzibar. Tumeweteni hapa kujumuika nasi katika mkutano huu kutoa taarifa yetu kuelekea mechi zetu mbili zinazokuja za kombe la shirikisho hatua ya makundi ambazo zitafanyika kwenye uwanja wa Amani Complex. Tuko hapa tangu mechi yetu ya kwanza ya makundi ambayo tulichezea hapa. Na bila shaka ni hata kabla ya mechi za makundi tutoa taarifa rasmi kwamba mechi zetu zote za makundi tutachezea Zanzibar, lakini hatukupata nafasi ya kujumuika nanyi kama hivi kuelezea mikakati yetu, malengo yetu na dhumuni letu kuu la kutumia uwanja huu kwa ajili ya mashindano haya, kwa sababu sisi kama timu ya bara pia kuna viwanja ambavyo CAF imevipitisha kwa ajili ya mashindano haya, lakini tukachagua Zanzibar. Sasa ile sababu ya msingi ya kuja Zanzibar hatukuitoa hapo kabla kwa sababu muda uko umebana sana. Na tangu mechi zimeanza ikawa ni pilika. Kwa hiyo leo tunafanya mkutano huu rasmi kuongea na nyinyi waandishi wa habari, lakini pia na Watanzania na familia kubwa ya mpira kwa ujumla, kuelezea namna gani, kwa nini na imekuwa vipi tukaja hapa tukaacha viwanja vingine kama uwanja Mkapa pale Dar es Salaam. Kwanza kabisa tulichagua kucheza mechi zetu katika uwanja wa Amani Zanzibar kwa sababu ni nyumbani kwetu kwa pili baada ya Azam Complex. Azam FC imekuwa na historia kubwa sana na ardhi ya Zanzibar na hasa uwanja wa Amani, kwa sababu kikombe cha kwanza kabisa cha Azam FC kushinda ilishinda katika uwanja wa Amani Zanzibar, na mafanikio mengi kabisa ambayo Azam FC imekuwa kiapata yana associate moja kwa moja na uwanja wa Amani na Zanzibar kwa ujumla. Kwa hiyo hiyo ikawa sababu yetu namba moja kwamba hatua hii tulipofika ya kihistoria lazima tuje tukaichezee katika uwanja, katika ardhi ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana na sisi. Kwa hiyo tukachagua uwanja wa Amani Complex na tukicheza hadi sasa, na tunakwenda kwenye hatua muhimu zaidi katika mashindano haya. Awali lengo letu lilikuwa kufuzu hatua ya makundi, tukafuzu. Baada ya kuingia hatua ya makundi haiwezi kuishia hapo, kwa sababu sasa tupo kwenye hatua ya makundi. Inabidi tukitafute kikubwa zaidi ya hatua ya makundi ambacho ni robo finali. Tumeshacheza mechi 3 hadi sasa, lakini hatua ambayo tunakwenda kuicheza kwa sasa ni hatua muhimu zaidi, kwa sababu inaweza kuamua ushiriki wetu kwenye mashindano haya msimu huu. Tuna mechi tarehe 1 ya Februari dhidi ya Nairobi United, halafu tuna mechi tarehe 7 ya Februari dhidi ya Manyema kwenye uwanja huu. Mechi hizi mbili ni muhimu sana kwetu sisi kwenye kuhakikisha kwamba tunafuzu hatua robo finali. Sasa hiyo ndo maana kubwa ya press conference hii na mkutano wetu huu na nyinyi waandishi wa habari na Watanzania na familia ya mpira kwa ujumla. Tupo kwenye ardhi ya Zanzibar na kila sehemu unapokuwa kuna mamlaka zake. Kwa hiyo kwanza tungeanza na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tumekuwa hapa siku zote, imetupokea kwa unyenyekevu mkubwa siku zote. Tumekuwa tukijisikia hasa nyumbani kama ilivyokuwa katika nyakati zote ambazo tunakuja hapa, lakini safari hii tuna maombi tofauti kabisa. Katika kutimiza lengo letu la kufuzu hatua hii, tulikuwa tunaiomba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itushike mkono kwa namna moja au nyingine, katika namna yoyote ambayo inaweza kufanya. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kama ndio walezi, wasimamizi na mamlaka kuu za ardhi hii ya Zanzibar, na sisi kama wageni na watoto wake tumekuja hapa kuomba vitu viwili. Jambo la kwanza ni kutusaidia katika namna nyingine yoyote ambayo inaweza kutusaidia yenyewe kama inaona serikali katika namna yoyote ile, lakini la pili ni kwenye kutusaidia kuhimiza na kushirikisha wananchi wa Zanzibar wajitokeze kwa wingi katika mechi yetu ya tarehe 1 dhidi ya Nairobi United na mechi yetu ya tarehe 7 dhidi ya Manyema. Majukwaa yakipendeza, watu waliokuwa ndani ya uwanja, wale wachezaji 11 na wao watapendeza mule. Heshima itakayopatikana ni heshima ya Tanzania kwa jumla, lakini Zanzibar itakuwa ya kwanza kwamba Azam FC katika historia yake ilifuzu hatua ya makundi
na ikacheza katika ardhi ya Zanzibar na ikafuzu robo finali katika ardhi ya Zanzibar. Kwa hiyo sisi tuko hapa kutoa wito kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutushika mkono kwa namna moja au nyingine kwenye kuhamasisha, na hata viongozi wa juu kabisa kama wanaweza kujitokeza katika mechi hii na kuja kutusaidia kushangilia kwa pamoja tuweze kushinda mechi hizi, na sio tu kushinda, lakini kushinda ushindi wa kishindo. Niko hapa lakini niko na afisa mtendaji mkuu msaidizi wa Azam FC Rashid Saif, naye tutamkaribisha hapa akasema kitu kidogo wakati tukiendelea na press conference yetu. Karibu Rashid. Habari za wakati huu na Ijumaa Mubarak kwa watu wote ambao wanatufuatilia kwenye runinga kupitia Azam TV. Kama alivyozungumza mkuu wetu wa idara ya habari na mawasiliano Zaka za kazi, sisi kama Azam FC tuna jambo kubwa sana, ama tuna michezo mikubwa sana miwili. Klabu imekita kambi hapa katika visiwa vya Zanzibar kuhakikisha kwamba tunaiendea michezo yetu miwili ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Nairobi United na AS Maniema. Katika kuliendea hili tunafahamu kwamba sisi ni wageni na tupo katika ardhi ya watu, na wenyeji wetu ni Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kwa kulizingatia hilo tumekuja kuhakikisha na kuiomba serikali kushirikiana nasi katika michezo hii miwili kuhakikisha tunafanya vizuri na tunafanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Na kwa hilo hapa kwenye simu nimepokea kwamba waziri yupo na anataka kuzungumza live na kutoa neno ama tamko rasmi la serikali kuelekea kwenye michezo hii miwili dhidi ya Nairobi United, vile vile dhidi ya AS Maniema ambayo itachezwa tarehe 1 na tarehe 7. Karibu mheshimiwa. Asante. Mimi naitwa Ali Abdullah, ni naibu waziri Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru Azam TV pamoja na Azam Team kwa maana Azam Football Club kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaifanya. Nimepiga simu, nilikuwa nafuatilia press yenu, nikaamua nipige simu kwa kutoa kauli ya serikali katika kuhakikisha kuunga mkono michezo yenu, kwa maana mechi zenu mbili, kwa maana mechi ya Nairobi City pamoja na Maniema. Sisi kama serikali tunaendelea kuiunga mkono vilabu vyote, lakini hii kwa special Azam, kwa maana kwanza tunakutakia kila la heri. Mechi zetu mbili hizi ushinde ili muweze kuingia hatua ya robo finali. Kwa maana kwa upande wa serikali tutatoa ushirikiano wa kutosha kwa kila namna. Moja, nimeshatoa maelekezo kwa kamishna wa michezo kufanya utaratibu wa kuruhusu vilabu vyetu hivi ikiwemo hii Azam kutumia uwanja wa Mau bure bila harama yoyote. Hayo ni maelekezo ya serikali, Mheshimiwa Rais, katika kuunga mkono jitihada hizi katika timu zetu hizi ili siweze kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tutafanya pia ziara kuvitembelea vilabu vyetu ili kuona nini ambacho kifanyike ili kuweza timu zetu ziweze kusonga mbele. Kwa hiyo ndugu zetu wa Azam, sisi kama serikali tuko pamoja na nyinyi katika kuhakikisha tutafanya hamasa kubwa, kwanza kuhakikisha viwanja vinapata mashabiki, lakini la pili kuhakikisha ushindi unapatikana. Azam ikisonga mbele, maana yake Tanzania imesonga mbele, nchi yetu inakwenda mbele, na Zanzibar pia inapata kutangazwa zaidi, kwa maana tunafahamu michezo yenu inachezwa Zanzibar. Kwa hiyo kwa upande wa serikali lazima tuiunge mkono kwa harama na hali zozote.
Tunakushukuru sana mheshimiwa, tunakushukuru sana. Asante. Na nafikiri mimi sina la kuongeza sana. Zaidi tunashukuru sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kauli yake na kwa mwongozo wake na tamko rasmi kutoka kwa serikali. Tunaamini hii itakuwa ni chachu na nafasi kubwa sana ya Azam FC kuongeza chachu katika kuiendea michezo yetu hii miwili ya Kombe la Shirikisho barani Afrika, kuhakikisha tunapata alama zote 6 katika michezo hii, lakini si tu kupata alama 6, kuhakikisha zinatusaidia kutupeleka katika hatua ya robo finali ambayo kwetu sisi itakuwa ni historia na itakuwa ni jambo kubwa sana kama club kuweza kufanikiwa, kwanza kutinga hatua ya makundi ya Kombe la Shirikisho, lakini pili kufanikiwa katika msimu huo kufika katika hatua ya robo finali. Tunaamini alama hizi 6 muhimu na zina nafasi kubwa sana kutuwezesha. Kwa hiyo tunaishukuru sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na tunaahidi tutashirikiana nao katika michezo yote hii miwili kwa kile ambacho wao watatuongoza kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, tunaujaza uwanja wa New Amani Complex na tunapata mazingira yalikuwa bora kuhakikisha tunaipa hamasa Azam FC kupata alama zote 6 katika michezo hii miwili. Asante sana CEO. Nadhani ujumbe umefika na tunaendelea kutoa wito kwa wadau wengine kuungana na sisi, kuungana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kama ambavyo Mheshimiwa Naibu Waziri ameongea hapa. Lengo sio tu Azam FC kufanikiwa, lakini Tanzania kufanikiwa, na hasa Zanzibar, kwa sababu hii michezo inayokuja hapa inaleta kitu kinachoitwa utalii wa michezo. Watu wengi wanakuja kuja kuchangamsha uchumi wa Zanzibar. Pesa nyingi za kigeni zinakuja, maana yake uchumi unakwenda kuchangamka. Kwa hiyo sisi tunaungana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na familia yote ya mpira kuhakikisha tunapata maendeleo ya kimpira, lakini maendeleo ya kiuchumi, na tunasonga mbele. Huo ulikuwa ujumbe wetu wa leo, na tunashukuru sana waandishi. Kama kuna maswali, tunapokea maswali. Asante sana Hatibu Naeka. Kuelekea mechi zetu, tiketi zitauzwa, kwa maana kwamba CAF hairuhusu mechi ziwe bure, yani hairuhusu mechi ziwe bure. Mechi zote za CAF lazima tiketi ziuzwe, lazima viingilio viwepo, watu wanunue tiketi waingie. Sasa namna gani watu watakuja? Tunatoa wito kwa wadau mbalimbali kwa namna yoyote ambayo unaweza kushika mkono. Wakati tunazungumzia kushika mkono, mojawapo ni hilo kwamba kuendesha mashindano haya ni gharama, na tiketi ni sehemu tu ya urushaji wa gharama ambazo huwa zinatumika kwenye mashindano. Kwa tiketi zitakuwepo, zitanunuliwa, na wanaoweza kufika watafika, kwa maana wanaweza kununua tiketi watanunua, lakini kuna utaratibu mwingine unaendelea kufanyika. Tunaendelea kutoa wito kwa wadau, kwa wale ambao hawawezi kufika uwanjani, wanaweza kununua tiketi kadhaa wakawapa wale ambao wanaweza kufika uwanjani na kutunga mkono. Na hii haianzii tu kwa wadau mbalimbali, inaanzia hata kwetu. Na swali limekuja vizuri. Mimi binafsi nitanunua tiketi 100, sio na kuhakikishia nitanunua tiketi 100 na nitazitoa kwa mashabiki wa hapa. Kuna tawi ambalo mimi binafsi nilikuja kufungua la Mtoni Kidatu. Lile tawi nilipewa heshima ya kuwa mgeni rasmi siku ya ufunguzi. Kwa hiyo nitaweka kipaumbele pale, nitapeleka tiketi 100 pale, tiketi 50 pale, na tiketi nyingine zilizobakia nitagawa katika maeneo mengine, na kama kuna wengine watutunga mkono itakuwa jambo zuri kufanikisha watu kufika uwanjani. Mimi nanunua 500. Naam? Nanunua 500. Kumbe ningesema 500 ungesema 1000. CEO wangu assistant CEO Rashid Saif ananunua tiketi 500.
Hapa natamani mheshimiwa naibu waziri angepiga tena simu hapa labda na ujumbe. Kwa hiyo naweka kwa kifupi, utaratibu wa tiketi utakuwa hivyo. Tiketi zitaendelea kupatikana na tuendelea kutoa taarifa zaidi kadri muda unavyokwenda, kwa maana ya vituo na gharama. Swali lingine ndugu waandishi? Asante sana. Kwa leo ni hivyo, na tuendelea kutoa taarifa zingine kadri muda unavyozidi kuja, kwa kila taarifa zile kupatikana, ili kuhakikisha kwamba mchezo huu unafanyika na ushindi unapatikana, na mchezo unaofuata unafanyika na ushindi unapatikana. Asanteni sana.